Wana klabu ya Al Ahli Tripoli wako serious kweli kweli kwenye mchakato wa kujaribu kumsajili kiungo wa Azam FC Faisal Salum Abdallah almaarufu kama Feitoto. Sasa mpaka kufikia jana kuna barua rasmi ambayo wameituma kwenda kwa Azam FC ikiwa inaainisha kwamba wanahitaji huduma ya kiungo huyo, na ofa ambayo mara hii wameipeleka ni dola milioni 2. Sasa hakuja kuwa na official statement yoyote kutoka kwa Azam mpaka sasa hivi, lakini mwanzo waliwahi kupeleka dola ya ofa 800,000. Lakini mwanzo waliwahi kupeleka ofa ya dola 800,000 ambayo ilikataliwa kweupe kabisa plain na Azam FC, lakini Al Ahli Tripoli hawajachoka, wamerudi tena. Na katika vipengele vya mkataba ambao wameuandaa kwa ajili ya Faisal, endapo mazungumzo yatafunguliwa na mchezaji huyo, ni mkataba wa miaka 3 na package ya mshahara pamoja na signing fee ambayo inakadiriwa kufika mpaka shilingi bilioni 10. Sasa katika dirisha kubwa la majira ya kiangazi, Azam FC wao wenyewe wametoka kumuongeza mkataba mwingine fresh Faisal Salum. Juu ya ule mkataba wake wa mwaka mmoja ambao ulikuwa unamalizika, ameongezwa mkataba mwingine wa mwaka mmoja, na vipengele vyote ambavyo vipo katika mkataba ambao umeongezwa vimeanzia kwenye mkataba huu ambao unamalizia. Kwa hiyo nyongeza ya mshahara na bonus zingine zote ambazo Azam FC walikuwa wameziainisha katika mkataba ambao wamemuongeza zimeanza kuwa active katika mkataba wake wa sasa hivi huu. Ina maana nyongeza ya mshahara imeanzia kwenye mkataba huu ambao ulikuwa unamalizika, bonus imeingia kwenye mkataba huu, ina maana imekwenda kuunga mpaka kwenye mkataba ambao unaishia mwaka 2027. Sasa kwa mujibu wa chanzo changu cha ndani kabisa ambacho kipo pale katika klabu ya Azam FC, taarifa ambazo nilizipata wakati Azam walipokuwa kwenye mchakato wa kujaribu kumuongeza mkataba Faisal, ni kwamba mpango hasa wa Azam ulikuwa ni kumpa Faisal mkataba wa miaka 3. Yaani imeishia kuwa ni mwaka mmoja, lakini plan hasa package ambayo Azam nao walikuwa wameandaa kama sehemu ya mkataba mpya wa Faisal ni miaka mingine 3. Sasa hiyo ina make sense kwa sababu mchezaji ambaye unamhitaji sana na amekuja mwalimu kama hivi Florent Ibenge, Azam wana malengo makubwa hasa katika michuano ya Afrika na vitu kama hivyo. Mchezaji ambaye unaonekana unamhitaji kiasi hichi na mkataba wake umebaki mwaka mmoja, ni obvious kwamba mkataba utakaotaka kwenda kumuongeza utakuwa ni mkataba mkubwa kwa sababu una malengo ya muda mrefu na huyu mchezaji, na hicho ndicho ambacho Azam walikuwa wamepanga kukifanya. Azam walikuwa wamepanga kumwekea mezani Faisal mkataba wa miaka 3, mkataba ambao package yake yote, yani kuanzia mshahara, bonus zilizopo katika mkataba huo vilikuwa vinakadiriwa kufika bilioni 5, shilingi bilioni 5. Sasa imeshindikana kusaini mkataba wa miaka 3, Faisal ameishia kusaini mkataba wa mwaka mmoja. Lakini ukweli ni kwamba hii vita ambayo Tripoli pengine wanajaribu kuitengeneza kifedha, mimi mtazamo wangu ninavyojua ni kwamba Azam hii vita wanaiweza kiukweli. Unajua Azam, kitu ambacho watu wanaweza wakawa hawakigundui pengine, au watu wengi mnaweza mkawa hamkifahamu, ni kwamba Azam imeanza kulipa mishahara ya kufa mtu nchi hii zaidi ya miaka 10 iliyopita. Nikikwambia kwamba zaidi ya miaka 10 iliyopita Kiprecheche alikuwa analipwa dola 23,000 kwa mwezi na Azam, unaweza ukashtuka. Hii ni mishahara ambayo sasa hivi tunaanza kuiona kama ni big deal. Yaani mchezaji akipewa mshahara wa dola 20,000 plus kwa mwezi kibongo bongo, tunaona kama ni story kubwa, lakini kwa Azam si story. Azam mshahara kama huu walikuwa wanamlipa Kiprecheche more than 10 years ago, $23,000 a month walikuwa wanampa. Kwa hiyo unachokuja kukigundua ni kwamba Azam kuna muda pirika zao na misuli yao ya kifedha inakuwa kama inapita chini ya carpet. Hawakuonyeshi hivi kwamba wana ile nguvu, lakini Azam maso anayo. Na kitu ambacho mimi nakifahamu ni kwamba licha kwamba Ahli Tripoli wamekuja na dola milioni 2, kwanza kirahisi sana kama ni dola tu milioni 2, kwa namna ambavyo msimu wa Azam mpaka sasa hivi unakwenda, kwa malengo ambayo wamejiwekea hasa katika michuano ya kombe la shirikisho, ni rahisi sana kwa Azam kuipiga chini hiyo ofa, pengine kuliko vile ambavyo unafikiria. Sio kwamba labda Fei hana thamani hiyo, hapana. Hiyo ni issue nyingine, kwa sababu ukitazama umri wa Faisal miaka 27, dola milioni 2 ni pesa ambayo unaichukua muda wote, lakini kwa ule msuli tu walionao Azam, kirahisi sana hiyo ofa wanaweza akasema kwamba sisi hatuhitaji hiyo ofa. Tena sana hata hiyo package ambayo Tripoli wameiandaa kwenye mkataba wa miaka 3 wanaotaka kumpa Faisal, kirahisi sana
Azam wanaweza kumatch hiyo ofa na hata zaidi. Na kitu kingine ambacho inawezekana kuna baadhi ya watu hawakifahamu pengine kuhusu vipengele vya mkataba wa Faisal. Mkataba wa Faisal, maslahi ambayo yanapatikana katika ule mkataba hayaishii kwa Faisal peke yake. Yaani Azam kwenye mkataba wa Faisal wamekwenda mbali zaidi, wamehusisha mpaka familia yake ya karibu, ile nuclear family, wazee wake na ndugu zake wengine wa karibu. Kwa hiyo katika mkataba alionao Azam Faisal Salum, ule ni mkataba ambao anayefaidika sio yeye peke yake, isipokuwa mpaka watu wake kadhaa wa karibu nao wanafaidika na ule mkataba. Na mkataba ambao Azam walikuwa wanataka kumpa Faisal wa miaka mitatu ulikuwa na mshahara wa shilingi milioni 50 kwa mwezi. Ulikuwa unakwenda kumpa ubalozi katika mojawapo ya kampuni za Azam ambayo ilikuwa kila mwaka atakunja milioni zake 200. Kulikuwa kuna gari ndani humo, lakini pia kulikuwa kuna nyumba. Hii nyumba inapatikana maeneo ya Masaki. Azam walikuwa washaamua kwamba wataikodi kwa muda wote wa misimu mingine mitatu ambayo Faisal ataendelea kuwa mchezaji wao. Na juu ya hapo ipo nyumba ambayo tayari ilishajengwa kabisa, privately owned, ya kwake mwenyewe Faisal, katika mkataba wake wa mwanzo kabisa ambao aliingia na Azam. Kwa hiyo ukienda ukivitazama vitu kama hivi utagundua kwamba hili dili la Faisal Salum na Azam lina minyororo mingi na linawagusa watu wengi sana ambao wako karibu na huyu mchezaji. Kwa hiyo haitokuwa rahisi kiasi hicho, na kitu ambacho mimi naweza nikasema ni kwamba Azam FC ni kama vile na wao pia wanaendelea kumonitor situation, kwa sababu kiukweli Ahli Tripoli kuja na karibu dola milioni 3.8 kama sehemu ya package ya mshahara pamoja na signing fee kwa muda wa miaka mitatu ni mzigo mrefu kweli kweli. Sio vilabu vingi Afrika vinaweza kufika huko, lakini hiyo ni kukuonyesha kwamba Ahli Tripoli, na sasa hivi dirisha la usajili halijafunguliwa mind you, lakini wako serious kweli kweli. Na kwa mtu ambaye pengine anajiuliza inakuwaje ofa inatumwa wakati dirisha la usajili halijafunguliwa, unaweza kutuma ofa, unaweza kufanya kitu kinaitwa transfer request. Transfer request inaweza kutumwa muda wowote ule. Unaweza ukaonyesha mahitaji ya mchezaji muda wowote ule. Isipokuwa kuna tofauti kati ya kumsaini mchezaji na kumsajili mchezaji. Unaweza ukamsaini mchezaji hata kama itakuwa ni nje ya dirisha la usajili, lakini huwezi kumsajili mpaka pale ambapo dirisha rasmi litakuwa limefunguliwa. Kwa hiyo hichi ambacho kinaendelea hivi sasa ni kuonyesha kwamba Tripoli wako serious, lakini kitu ambacho mimi naweza nikakiweka bayana ni kwamba Azam nao ni kama vile pia ukitaka kuwa push kweli kweli kwenye misuli ya kifedha, wanaweza na wao kukuonyesha umamba wao. Azam wanaweza kabisa kukuonyesha, na kitu ambacho kuna watu wengi wanaweza kawa hakifahamu pia, juu ya kwamba wamempa mshahara wa milioni 50 Faisal, lakini Azam walikuwa wako tayari kwenda mbali zaidi, hata milioni 80 taarifa zinanambia walikuwa wako tayari kufika huko Azam. Kwa hiyo nafikiri mwisho wa siku nguvu iko kwa Azam, kwa sababu Azam bado wana mkataba halali na ule mchezaji wa takriban muda usiofika, lakini takriban mwaka 1.5 na kidogo hivi. Bado ni mchezaji wao, wanamshikilia, wana nguvu naye. Kwa hiyo kila kitu kipo ndani ya mahakama ya Azam FC, na vita yoyote ya kimaslahi ambayo Ahli Tripoli watajaribu kuiweka mezani dhidi ya Azam